Huyu nimemmaliza. Nimemmaliza. Fungua hiyo kitambaa na uweke hapa. Nataka aanze kuchukuna hapa. Jikune jimalize. Jikune leo utajikuna. Jikune. Leo tutaona Hey, daktari asante sana daktari. Huyu nataka jikune. Amulete huyo sister yangu. Director nimulikie huyo. Hii kiburi. Ulikuwa unajifanya. Hakuna haja ya kuongea mambo mengi. Huyu uchawi yake ni mbaya. Ndio nataka hata nimkaribie hapa. Kula kiburi yako. Daktari, kama kuna kitu umenisaidia. Unaona huyu? Umenifanyia kazi nzuri. Ni mimi. Nipoe mzigo nikulete. Mzigo? Ni nini? Nani amekupea? Mtu mwana kujua kutoka home amesema nikuletee. Uniletee? Ni nini? Hebu nione. Chakula. Mboga haina chumvi utaongezea. Mboga haina chumvi? Kwanza ni ugali na mtu ameshaumauma. Hii nitakula aje? Nani amekupea? Mtu mwana kujua kutoka nyumbani amenipea nikuletee. Ona ugali hata mtu ameuma. Wapi ona hapa? Sikukula tu, chakula ni yako. Hapana. Okay. Hata kama nimekawia ugali lakini hii sitakula. Hii sitakula. No, I can't eat this. Wewe hiyo maneno yenu sitaki bana. Wewe brother. Kwani nataka kumkulisha kama mtoto? Unaona huyu ametumwa? No, imagine. Hello guys, once again welcome to Ondeki Kenya. I am a guy Ondeki Kenya. For those who come in for the first time, make sure you subscribe, and for the returning subscribers naambia I love you so much. So masaa imeenda lakini tulisema ya kwamba kidogo kuna kitu haiko salama. Muliona hata ya last video nilikaribia tu kupigwa. Mwanadada aliona kama mimi nilika yake pale. Sijui alikuwa anafikiria nini, lakini sasa nilisema mimi siwezi ngangana sana. Daktari asanteni sana. You got an emergency, ulienda ukafanya shughuli yako umemaliza, na nashukuru sana kwa sababu umekuja. Kuna mambo naona imenifanyikia hapa kidogo time uliondoka. Hata sijui ni kwa nini ulienda by the way. Lakini nashukuru sana kwa sababu umepatikana. Hiyo emergency yenye ulipata umefanya mpaka nimekupata. Sababu kama ungekuwa ilibidi tena nikutafute siku nyingine, lakini sababu umepatikana leo pia, wacha tuone vile tunafanya. Sasa ulinisaidia tukapata Eliza. Eliza alikuja, amefika. Na kitu kingine ya ajabu sana. Kuna mshana hapa. Ulisema unaitwa aje? Vivian. Huyu mshana anaitwa Vivian. Unao mshana mwenye alikuwa ameleta chakula airport. Huyo ni sister yake. Alikuwa amepotea nyumbani for 2 years, amefika. Huyu Vivian amemkujia. Kidogo tumejaribu. Huyu mshana by the way alinikosa. Jeni vile nilikuwa naongea na huyu mshana Vivian, Jeni alinikosa. Sijui alienda aje. Tunajaribu kufuatilia kuuliza Eliza kwa wapi? Ni vita. In fact ni vita imekuwa. Ni vita imekuwa hapa. Amesema ni nini tuende tumtafute kwa barabara. Sasa na kuomba sana daktari uweze kutusaidia. That's why nimekuita hapa. Ndugu yangu nimeshukuru. Wacha kwanza niseme pole sana kwa vile nilitoka. Na mambo mengi imefanyika. Nimetoka kidogo. Lakini wacha niseme pole, lakini vile nilikuwa nimetoka, wacha niseme nimepanga kazi yangu. Nimeona kazi imeenda. Kwa sababu vile nilitoka mambo mengi yamefanyika. Lakini vile nilikuwa nimepanga dada akafika hapa. Nilikuwa najua kila kitu ambayo alikuwa amepanga. Na nataka nikuambie kwamba mchawi kila mahali anapoenda anakuanga amejipanga. Na nilikuwa nimeona dada yangu amejipanga pale. Huyu dada Elizabeth, kwa sababu mimi wacha nimuite tu kwa sababu mimi sina ubaya. Sasa ndugu yangu, mimi vile nilitoka hapa tayari nikishafika, msikuwe na wasiwasi kile kitu ambacho nilikuwa inaendelea dada yangu. Huyu ni nani kwanza? Huyu ni mtu mgani mnaniletea hapa? Dada yangu mimi
Si Ulijua nini? unaona ile Tuko na mambo, wewe. unaona ile mambo ambayo ulikuwa unafanya. Mambo gani? Tulikuwa na wewe. Tulikuwa na wewe. Usijaribu kuleta hapa. Unajaribu nini? Unajaribu kusema nini? Kuleta hapa. Unajaribu kusema nini? Hata hiyo Ni kitambaa watu mnapangana hapa mkuje mnimalize mimi. Hamtaniweza. Hamniwezi. Daktari gani? Wacha daktari aongee. Daktari mnasema ni daktari? Hapana. Chakula kiburi chako. Kama hiyo, hakuna kitu kama hiyo. ndugu. Daktari gani huyo? Dada, wacha nikwambie. Unaona hii kitambaa alikuwa na wapiga nayo hapa. Nilikuwa nimemaliza nguvu. Oh, hii. Alikuwa amechipanga. Hata nashangaa mbona haijafanya kazi. Nilikuwa najua. Alikuwa anataja hao watu wasioweza kuona tena. Ndio maana alikuwa na wapiga nayo. Lakini ndugu yangu, vile ninakwambia, vile nilitoka hapa, mimi niliweza kupanga kazi. Na ni vile sitaki kuongea mambo mengi. Hata huyu dada vile alikuwa anakuja, hiyo ni mambo ambayo alikuwa nimeyaona. Ni vile mimi sikuwa nataka niseme mambo mengi, ni dili na yeye kwanza. Dadangu, Pia wewe ni mganga. mimi Siwezi. Unaita daktari mganga? Huyu ni mganga. Ni kitambaa, najuaje kitambaa iko hiyo na ni mambo dawa? yako ya uchawi. Mambo yangu ya uchawi umejua aje? Hiyo ni mambo yako ya Umeona uchawi. wapi? Hiyo haiwezi fanya kitu Umeona hapa. wapi? Na ile moto utaona Wewe leo, unakuja ku brainwash hapa watu ndio unashinda kusumbua. ile moto utaona leo, Muone hapa na kama tukoti twenye hata ile moto utaona leo itakuwa mbaya. Na wacha niseme kwamba ule dada ambaye ulikuwa umemtoa hapa, ule dada ambaye umemtuma kwa barabara, umemtuma kwa barabara akiokota vitu pale, utamrudisha hapa. Sasa ngoko kwa barabara naokota vitu. Amrudishe. huyu ndo anajua mali hapo. Si amesema Atamrudisha hapa. Wewe ndio umempeleka. tutamtoa tu daktari. Wewe ndio umempeleka. Wewe dawa yako yuko. Daktari shughulikia huyu. Shughulikia huyu daktari. Naomba tu Huyu kibuko yake iko. Na yake itakuwa moto kushinda zote ambazo nimefanya, kwa sababu huyu rigi yake ni mbaya zaidi. Ni mbaya zaidi. Lakini mimi awezani na mimi. Ndio nilikuwa nataka umuulize. Pia nyinyi wasema Jane ameenda wapi? tegemea mtu kama Before sisi ni warembo. mjipendi, amjipendi. Huyu ndio mtu mnasema ati ati daktari. Daktari wa aina gani huyu? Hata nimesha kudharau. Tumeitwa warembo. dada, Daktari kwa hivyo ni yeye anajua mali sister yangu wako. yeye ndiye alimpeleka pale. Alikuwa anakana. Mchawi. Daktari amesema Sasa ndugu yangu, wacha nikueleze kwamba huyu Leo naenda na sister. kiboko yake iko. Utatumia. Mimi mama, swali yangu inakuwa kidogo ndio tuendelee. Sipendi kuharakisha kufanya kitu kama hatujaelewana. Nataka mtu akikataa kutoka kwa mdomo yake, isikuwe mimi ndio namuumiza. Ikuwe yeye ndio makosa yake amefanya mpaka akakuwa hivyo. Nataka aeleze kwamba ile chakula ambayo alikuwa amepeana ikapelekwa pale. Mara ya kwanza ameharibu dada ya huyu alikuwa amefika hapa. Alikuwa anakana. Amemharibu. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ingine ya pili, ndugu yangu, chakula ambayo alikuwa amepeana ipelekwe huko airport, ilikuwa inataka kuharibu dada yangu. Ni kwa sababu gani? Aseme hapa, ama tukiwasha moto ndiye ataweza kusema. Mimi Utamtibu daktari? Huyu mtu mwenyewe hata hana future. Mimi hata sijui ninajibizana na yeye nini. Sina la kusema mimi. Itabidi umeongea dada. Hiyo madharau uko nayo? Ona venye anafanya. Hiyo madharau uko nayo? Umeongea Daktari, leo Mwangalia itakuisha. chini na- tunataka kuona Nebukadneza leo. unajua mimi ndugu yangu, ni vile nilikuwa nasema kila siku, mimi nakwambia kwamba sipendi kupigana. Watu waweza kuona mimi napigana. Mimi sipiganangi. Watu waoga wapigana. Siwezi pigana na dada yangu. Mimi mambo yangu ambayo nafanya ndio itakupeleka polepole. Utasema ukweli. Atawaambia ukweli, dada yangu, msikuwe na shida. Hapa Daktari, wewe ni mtu umetumwa na Mungu ufanye kwa kazi. mimi ni kazi ya Mungu. Mimi sifanyi kazi ambayo ya kufanya ati ni kuchape hapa. Mimi kazi ambayo nafanya kazi ya Mungu, ndugu dada yangu. Mimi hiyo ile kitu ambayo nafanya ni kazi. Dada yangu, najua huyu aweze kujua ni nini inaendelea. Dada yangu aweze kupokea dada yake ambaye alikuwa amepotea. Nashukuru
sana kwa kukuja kwako. Leo tumepata msaada. Leo mimi sistangu atakuja. nakushukuru sana daktari. Wewe fanya kazi yako na ufanye vizuri. Nimemtafuta Fanya sana. kazi yako na ufanye vizuri. Mimi nakushukuru kwa kukuja. Tumemmaliza. Amekimya ile kelele Ongeni. kumbe kitambaa ilikuwa na madawa ndio maana alikuwa anajifanya tutoa anatuchapa na kumbe kitambaa ilikuwa imeisha leo. Daktari, fanya kazi yako. Fanya kazi yako. Unasema aje? Hakuna. Mimi najiamini. Tutaona, usiwache tutaona. Hakuna. Daktari? Huyu ndio mnategemea. Ndugu yangu, sina nguvu ya kupigana mimi. Si unajua hivyo. Mimi siwezi anza kubeba mawe ni kugonge dada yangu. Mimi siwezi kunua panga ni kupake. Kitu nataka aseme ya kwamba aseme Kelele, unapiga kelele. aseme kwamba ameharibu mtoto wa wenyewe, amemfanya mwenda wazimu, ndiye ametumia kuwekea watu sumu. Huyo mtoto ndiye anatumia, anamfanyisa dhambi huyo mtoto kuwekea watu sumu. Alikuwa anataka kumtumia kufanya dada yake akuwe mwenda wazimu kupitia kwa mtoto wa wenyewe ambaye hajijui. Unasikia dadako kazi anafanya? Na Mungu naye ni nani? Dadangu sasa amekuwa anatumika kila mahali. Enda ua. Unajua haja anatumika kila mahali. Wewe ulisema Daktari anasema unamtuma. Hadi unatumia sister yangu kwenda mtu ndio unamwamini. Natumia sister yangu Kama kwenda si kuwa daktari sister. angekuja hapa. Kama si daktari angekuja hapa. Ningesema lakini huyu Kama si daktari angekuja hapa na si angekuja. unajuaje kama tuko pamoja? Mko na nani? Tuko pamoja. Umekuja. Mko pamoja na nani na daktari? Mbona kitambaa yako haijafanya kazi ukitupiga? Mbona kitambaa? Mimi usijaribu kuniambia tuko na wewe. Mimi sikujui. Mimi sikujui. Mimi sikujui. Kama unataka pesa enda kwa njia yenye inafaa. Dada yangu, mimi lazima nifanyie kila mtu kazi na aweze kujua apate haki yake. Hiyo ndio kitu yangu hapa. Manjaa ndo zinakusumbua. Mimi dada yangu, ile kitu ambayo niko nayo. Huyo ni daktari unaongelesha hivyo? Atafute pesa. Tuchape huyu kiboko. Hii ni Nairobi. Tafuta pesa zako, acha kutegemea wasichana. Wasichana ndo wanakulisha. Fanya hata hizo manguo wa viatu Shughulikia huyu daktari. Daktari? Mara ya mwisho dada ya huyu ako wapi? Mimi sijui ako wapi. Wewe si unajua ako wapi? Dada ya huyu ako wapi? Wewe umesema ni daktari, unafaa kuwa unajua ako wapi. Dada ya huyu ako wapi? Unaniuliza nini? mtoe mlete. Mahali amemtuma kwa barabara akuwe mwenda wazimu. Nataka mlete. Amlete leo tutajua yako inafikia wapi. Ndugu yangu, sipendi kurudia mambo mengi sana. Dada yangu pale na dada yangu amefika pale. Huyu nataka jikune hapa mkiona, mpaka aseme ukweli, aseme ukweli, kwa sababu hatuwezi shindilia hapa. Hii ni kitu rahisi sana. Ndugu yangu, dada yangu umekataa kusema kile ambayo mimi nimesema. Nataka ufungue hiyo kitambaa ambayo umeweka hapa. Fungua. Ufungue kitambaa na uharakishe. Nini? Fungua hiyo kitambaa. Chelewesha hapa. Kuna nguvu zake ziko wapi? Huyu nimemmaliza. Nimemmaliza. Fungua hiyo kitambaa na uweke hapa. Nataka aanze kuchukuna hapa. Jikune jimalize. Jikune. Leo utajikuna. Jikune. Leo tutaona. Daktari, asante sana daktari. Huyu nataka jikune. Tunaona. Amlete huyo sister yangu. director, nimulikie huyo. Hii kiburi. Ulikuwa unajifanya. Hakuna haja ya kuongea mambo mengi. Huyu chawi yake ni mbaya. Ndio nataka hata nimkaribie hapa. Kuna kiburi yako. Daktari, kama kuna kitu umenisaidia, unaona huyu? Umenifanyia kazi nzuri. Songa huko mbele. Kama daktari, kama kuna kitu umenisaidia, huyu yeye wacha ajikune kabisa. Alikuwa na kiburi. Wacha jikune. Kitambaa yake imeisha nguvu, haina nguvu saa hii. Kumbe ndio maana alikuwa anatupiga na kitambaa kuna. Nataka useme ukweli. Kile kitu ambao ulikuwa umefanya huko hapo. Ajikune akisema ukweli. Unajikuna ukisema ukweli. Sema. Sistangu ako wapi? Ni nini? Sema kama ni yale tumana chakula. Ni nini yule ulikuwa umeweka kwa ugali?
Aseme. Aseme. Sema kenye unaweka kwa ugali, wacha kutupotezea time. Sema sister. Unasikia kupiga nduru? Sema kenye unaweka kwa ugali. Aseme. Tuambie haya, simama. Sema. Kwisha. Daktari. Wacha tuambie nini anaweka kwa ugali. Huyu na yeye Anajifanya ako na kiburi. Niliweka sumu. ulifanya nini? Niliweka sumu. Kwa nini ulikuwa unafanya hivyo? Nilikuwa nataka kumuua. Unaona? Nilikuwa nataka kumuua. Unaona? Unaona? Imemuisha leo. Utafanya Huyu kwanza Wacha tukune. Sema dada ya huyu ako wapi? Nimemweka huko, nimemweka mahali huko kwa barabara. Mahali umemweka na ulimtoa wapi? Huko karibu na duka. Huko karibu na duka. Ako huko kwa na duka, nilikuwa nina hofu atakuja kusema ukweli. wewe jikune kwanza. Unajua wewe ile mpaka mimi yani mpaka unataka kupigana na mimi kwanza. Hiyo sasa ndio kitu inaniuma sana. Mimi hata sikuwa na shida na wewe. Wewe jikune kabisa. Jikune. kama hii kitambaa itaniaffect. Wacha kuguza hiyo kitu. Weka mkono ndani ya nini ujikune. Hiyo mkono ingie ndani ya kifua jikune huko. Hivyo. Sugua kabisa. Unimalize. Sababu ulikuwa unataka kupigana na mimi. Daktari, asante sana. Unataka kuua sister yako? Sister yako damu. Saidieni hapa. Nani amsaidie? Kula kiburi yako. Kaa chini wewe, kaa chini vizuri ujikune wewe. Jikune vizuri. Kula kiburi yako. Jikune leo acha. Kaa chini. Kula kiburi yako. Ujikune. Kula kiburi yako. Dharau daktari kwanza, nataka uombe daktari msamaha. Umesema utaleta ule dada ambao umemweka pale. Dharau daktari, muombe msamaha. Muomba daktari Ile msamaha. mambo yote ambayo umefanya utalipa. Kwa sababu hakuna vile utaweka mtoto wenyewe. Nisamee daktari, naungua, nisamee. Nisamee daktari, naungua. Unajua dada yangu, wacha nikwambie ile madharau ambayo alikuwa mimi sipendi madharau. Ile kitu ambayo alikuwa anataka kunifanyia hapa. Na huyu ni mtu anaamini vitu zake sana. Huyu kiburi, unajua mpaka alikuwa apigana na mimi. Anatupiga hapa, anatupiga akirushia kitambaa, kijua kitambaa iko na nguvu, kumbe kitambaa haina nguvu. Kimemramba. Umemweza daktari. Na kila mtu akikuja Daktari umemweza. Huyu wewe. Daktari asante. Asante Asante sana. kwa kazi nzuri. Asante. Tapata hata sister yangu. Asante. Sasa wacha asimame daktari. Nataka kuna kitu nataka aseme ndio atoke hapa chini. Dada nyamaza. Kuna kitu nataka aseme akiwa hapa chini. Dada ya huyu ako wapi? Natema amemtoa hapa kwa sababu unajua vile nilikuwa nimemrudisha hapa. Vile huyu alifika ndiye alimtoa hapa. Huyo dada ako kwa barabara. Sasa anaokota vitu pale kwa sababu amemwalipo. Yeye ndiye ataenda amchukue. Yeye ndiye atamleta hapa. Nataka amlete hapa, amke asema atamleta. Akuje huyo dada hapa. Aweze kutuambia vile amemfanya. Na aombe msamaha. Na tunataka tumrelease hata huyo dada tuweze kumsaidia. Nataka sasa amke juu. Akimbia mulete. Hakuna kitu tunaongea, ni akimbia mulete. Nataka amke hapa juu. Amka. Kimbia mulete.